Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kuta nzima ya leo. Mimi ni Lulu Ali na tuanze na hili ambapo waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema serikali inaendelea kupitia upya sera ya elimu, sayansi na teknolojia ili iendane na mahitaji ya sasa na kuharakisha mageuzi ya taifa kupitia sayansi, teknolojia na ubunifu. Taarifa zaidi na Witness Ngalawa anatueleza zaidi. Profesa Mkenda amesema hayo wakati wa ufunguzi wa maadhimisho ya miaka 40 ya COSTECH pamoja na kuzindua mfumo wa kitaifa wa taarifa za sayansi, teknolojia na ubunifu NIST, mfumo ambao utawajengea Watanzania uwezo wa kufikiri kwa ubunifu, kuthubutu na kutumia maarifa kutatua changamoto za maendeleo. Aidha, amewataka vijana kuikumbatia sayansi na teknolojia kama nyenzo ya kuzalisha ajira, kuongeza thamani ya bunifu na kujenga uchumi wa kisasa unaotegemea maarifa. Katika tafakuri yetu ya miaka 40 ya COSTECH, tunajiuliza sisi tulifanya nini? Sio kuonyesha tu maonyesho, kuleta mabadiliko yanayomgusa mtu mmoja mmoja. Wakati wa tafakuri tutajitahidi zaidi kuangalia nini tuweke katika sera yetu hii, ili kweli nchi yetu na yenyewe ione sayansi na teknolojia kama ni jambo la kutupeleka mbele. Tutumie sera yetu na tuweke mikakati ya utekelezaji, nchi hii iweze kusonga mbele kwa kutumia watafiti ambao tayari serikali imewasomesha sana. Furahi kwamba tumetimiza miaka 40, lakini tunajua ndio kwanza tumeanza. Kwa kuzingatia mahitaji makubwa ya dira 2055, sisi kama sekta ya elimu tunaona ndio kwanza tumeanza na tunapewa sasa majukumu makubwa zaidi kuhakikisha kwamba nchi inaenda kule inakotakiwa kwenda kwa kusimamia masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa COSTECH Daktari Amos Nungu amesema mfumo wa NIST utakuwa jukwaa la kuunganisha watafiti, wafumbuzi na taasisi mbalimbali hapa nchini. Miaka 40 ambayo serikali imekuwa ikiwekeza katika masuala ya sayansi na ubunifu hapa COSTECH. Na kwa miaka 40 tumekuwa tukitekeleza majukumu ya serikali ya kuratibu. Ningependa kuwashauri vijana wanaokuja ambao wako chuoni na ambao bado wapo shuleni wachague masomo ya science, sana sana STEMs. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Serikali imezindua mradi wa ujenzi wa miundombinu katika shule za sekondari za kidato cha 5 na 6 unaotekelezwa kwa fedha za uwajibikaji kwa jamii CSR zaidi ya shilingi bilioni 70 zilizotolewa na kampuni ya Barrick Twiga Minerals kwa lengo la kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia katika shule 161 za Tanzania bara. Taarifa zaidi na Amani Bando anatueleza. Uzinduzi huo umefanyika katika shule ya sekondari Kibaigwa mkoani Dodoma kwa niaba ya shule zote zinazonufaika na mradi huo, ambapo akizindua mradi huo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema zaidi ya madarasa 700, mabweni 213 na matundu ya vyoo 1142 tayari yamekamilika. Kukamilika kwa miundombinu hii kumeongeza nafasi za wanafunzi kujiunga na kuendelea na masomo, kupunguza msongamano wa wanafunzi madarasani, kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia, kuongeza huduma za malazi kwa wanafunzi wa shule za bweni, pamoja na kuimarisha huduma za usafi na afya shuleni. Profesa Shemdoe ameielekeza timu ya majadiliano ya serikali kuendelea na mazungumzo ya kupata fedha za mradi mwingine wa ujenzi wa miundombinu ya elimu ili kujiandaa na ongezeko la wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2028 baada ya wanafunzi wa darasa la 6 na la 7 kuhitimu kwa pamoja mwaka 2027. Na Barrick niwaambie tu kwamba tunaelekea kwenye kuunganisha darasa la 7 na darasa la 6 na kupata kidato cha kwanza ambacho kinabeba madarasa haya mawili Januari 2028. Kwa upande wa uongozi wa kampuni ya Barrick Twiga Minerals Tanzania wakiongozwa na mkurugenzi mkazi Dr. Melchior Ngido na meneja wa fedha Penina Kituku wamebainisha maeneo yanayoguswa na mradi huo ikiwamo vyumba vya madarasa, matundu ya vyoo na mabweni. Kwa bado kuna fursa kubwa ukizingatia kwamba migodi yetu bado ina uhai wa maisha zaidi ya miaka 25 ijayo. Kwa tunaamini fursa zitaongezeka na tunaendelea kufanya tafiti. Kwa hawa vijana ambao leo hii tunawajengea mazingira, tunaamini kabisa ndio wao watakaokuja kuendesha migodi yetu
na ndio wao watakuja kuikuza sekta yetu ya madini. Tunategemea mradi huu utaleta manufaa makubwa na itaongeza nafasi za wanafunzi kujifunzia katika mazingira bora zaidi. Itapunguza msongamano wa madarasa, itaimarisha mazingira ya malazi, lakini pia kutakuwa na usalama wa watoto wetu. Hapa mkoani Dodoma mradi huu umetekelezwa katika wilaya 3, hapa Kibaigwa Girls kwa wilaya ya Kongwa, lakini Chemba pale Soya Sekondari, Kigwe na pale Bai Sekondari. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Zaidi ya wananchi 6,000 wa mitaa mitano ya kata Kideleko katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga wameondokana na changamoto kubwa ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama iliyokuwa ikiwakabili kwa muda mrefu baada ya serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo kukamilisha mradi wa usambazaji maji kwa gharama ya shilingi milioni 465 kwenye kata hiyo. Ernest Mbezi anatueleza. Akizungumza baada ya kutembelea na kukagua mradi huo na baadaye kushuhudia zoezi la makabidhiano ya mradi huo kutoka kwa wadau ambao ni shirika la Water Aid kwenda kwa serikali kupitia mamlaka maji safi HTM, Katibu Mkuu Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri amesema mafanikio haya yanaendana kikamilifu na maono ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kuweka kipaumbele kikubwa katika uwekezaji wa sekta ya maji ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma ya maji safi na salama na ya uhakika. Kwa upande wake, kaimu meneja wa mamlaka ya maji safi HTM Mhandisi Paul Marashi pamoja na mkurugenzi mkazi wa shirika la Water Aid Bi Anna Mzinga wanaelezea utekelezaji wa mradi huo na manufaa yake katika utoaji wa huduma za maji pamoja na afya kwa wananchi. Mradi umekamilika na tayari huduma ya maji safi na salama imeshaanza kutolewa kwa wananchi wa kata ya Kideleko kupitia vituo vya kuchotea maji vilivyojengwa pamoja na mtandao wa usambazaji maji. Huduma hii itawanufaisha wananchi wa maeneo ya Kideleko, Kampeni, Muungano, Ndekae na Bangu, hivyo kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji na kuimarisha ustawi wa jamii katika maeneo yao. Kupitia mradi huu, kituo cha kutolea huduma za afya cha Kideleko kimepata maboresho makubwa ya miundombinu ya maji, usafi wa mazingira na usafi binafsi yani wash, ambayo yameongeza ubora na usalama wa huduma za afya zinazotolewa kwa wananchi. Vile vile kituo kimejengewa miundombinu ya kisasa ya usimamizi wa taka za huduma za afya. Baadhi ya wananchi ambao ni wanufaika wa mradi huo wamesema, nashukuru kwa kuletewa mradi huu kwa sababu hapo mwanzo tulikuwa tunaenda mbali kufuata maji, ila kwa sasa hapa mtaani tunapata maji safi na salama. Ni jambo la kushukuru sana. Tunashukuru wadau wote, Mheshimiwa Rais kutuona kwa jicho la pembeni zaidi, kwa kututua ndoo kichwani, kwa sababu wanafunzi pia walikuwa hawaendi shule kwa wakati, wanachelewa, wanapigwa na wanafunzi na walimu kutokana wanachelewa. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Haya, vijana wamehimizwa kuwa walinzi wa miundombinu ya kutolea huduma za kijamii na kuwezesha shughuli za kiuchumi inayotokana na uwekezaji wa serikali kwa ajili ya maendeleo ya sasa na kwa vizazi vijazo. Ifuatayo ni taarifa kamili. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Hai Hassan Bomboko wakati wa uzinduzi wa jukwaa la vijana wilayani humo, ambapo pia amewasihi kuzitumia vyema fursa za kupata mitaji zinazotolewa na serikali kwa ajili ya kujiendeleza kiuchumi. Mimi nataka niwaambie vijana wa nchi hii, kama kuna wakati mzuri wa vijana kupiga hatua kwenye maendeleo, ni wakati huu wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Piga makofi. Zilikuwepo wizara zinazounganishwa na kufungamanishwa na masuala ya vijana, lakini Dr. Samia ameona upo umuhimu kulingana na mahitaji ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na mahitaji ya nyakati, tuwe na ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Katika hatua nyingine, mkuu huyo wa wilaya mwasihi vijana kutambua wajibu wao wa kulinda tunu ya amani iliyopo nchini na kwamba wasidanganyike na watu wasiolitakia mema taifa letu. Tuangalie nchi ambazo zina machafuko leo, wanaweza kukutana kwa masaa toka saa 4 mpaka saa 10, masaa 6. Tungeweza kuvumilia? Lazima tukumbuke
ni uwepo wa amani. Uzinduzi huo wa jukwaa la vijana umehudhuriwa pia na wadau wa maendeleo wa wilaya Hai, akiwemo mkurugenzi wa City Institute Dar es Salaam Shaban Mwanga, ambaye amesema taasisi yake itaendelea kushiriki maendeleo ya vijana wilayani hapo kupitia ufadhili wa masomo ya vyuo vya mafunzo amali na ufundi yanayotolewa na VETA, na kuwashajiisha waanzishe vikundi mbalimbali. Kuna ambao watakapata mikopo ile ya serikali ya 10% kwa maana ya vijana 4%, lakini kuna ambao watakosa. Sisi kama wadau, unapokuja na wazo, unapokuja na andiko ambalo tunaamini kabisa linaweza likakusaidia, sisi tupo tayari kukusaidia. Serikali imezindua rasmi ujenzi wa barabara ya kisasa ya Songea Lutukira pamoja na Songea Bypass kwa gharama ya shilingi bilioni 158.6. Mradi unatarajiwa kuondoa zaidi ya malori 1600 yanayopita katikati ya mji wa Songea kila siku, kupunguza muda safari na kuchochea ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Ruvuma. Mwandishi wetu Yusuf Kayando kutoka mkoani Ruvuma anaripoti zaidi. Kwa miaka mingi wakazi wa Songea wameishi katikati ya msongamano wa maroli makubwa yaliyopita usiku na mchana, yakichangia foleni, uharibifu wa miundombinu na hatari kwa watumiaji wa barabara. Serikali sasa imeanza utekelezaji wa mradi wa kilomita 100 za barabara ya Songea Lutukira pamoja na kilomita 16 za Songea Bypass ili kuhamisha magari yote nje ya mji wa Songea na kuboresha usafiri. Ndani ya mji wa Songea yanapita malori 1600 ndani ya masaa 24, hivyo kufanya msongamano wa malori katika mji wetu kuwa mkubwa sana. Mmetutambulisha hapa mkandarasi, mmetutambulisha mhandisi mshauri, msituangushe. Meneja wa TANROADS mkoa wa Ruvuma mhandisi Saleh Juma amesema barabara ya Makambako Songea iliyojengwa kwa zaidi ya miaka 40 iliyopita imepitwa na wakati kutokana na ongezeko la magari mazito. Amesema mradi huo utajengwa kwa kiwango cha lami nzito cha TLC 50 ili kuongeza uimara, usalama na kupunguza gharama za matengenezo ya kila siku. Tutatengeneza lami ya kisasa kwa maana ya super pave ambayo itakuwa na daraja la TLC 50 kama nilivyosema, ni miongoni mwa daraja makubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Upana wa barabara huu ambayo ilikuwa changamoto kubwa ya kuleta ajali, sasa tutautanua kutoka mita 6 ambazo zipo sasa hivi mpaka mita 11. Nitakuwa karibu sana katika utekelezaji wa mradi huu, na nitakuomba wakati fulani univumilie ukisikia kuna makelele kidogo yanatoka kwa watekelezaji, kwa sababu nitawafanya wasipumue. Akizindua mradi huo, waziri wa ujenzi Abdallah Ulega amesema kukamilika kwa barabara hiyo kutapunguza muda wa safari kutoka masaa 5 hadi masaa 2, huku ukiimarisha biashara kupitia bandari ya Mtwara na shughuli za uchumi zinazokuwa kwa kasi mkoani Ruvuma. Watu wa TANROADS na contractors, ninawasihi na kuwataka msiweke vipande virefu vya ujenzi. Utakuta barabara mkandarasi anaitifua kilomita kati ya hizi 100 anatifua kilomita 50. Mradi huo unatarajiwa kuibadilisha Songea kutoka mji wa msongamano wa maroli kuwa kitovu cha usafiri na biashara kusini mwa Tanzania, huku wananchi wakisubiri kuona ahadi hiyo ikigeuka kuwa maendeleo halisi. Kutoka Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Na mtazamaji, mahakama ya Kenya imewashtaki wasichana 8 wa shule kwa mauaji baada ya kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao 16 katika moto wa bweni kwenye shule moja jimbo la Bonde la Ufa mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu 2026. Washtakiwa hao 4 wamefika mbele ya jaji wa mahakama kuu ya Kibera jijini Nairobi, Diana Kavedza, na wote wamekana mashtaka hayo ya shutuma juu ya kuanzisha moto shuleni kimakusudi na kujeruhi wanafunzi wengine 79 ambao mpaka sasa bado waendesha mashtaka hawajatoa maelezo mengine kuhusu kesi hiyo. Ripoti moja imegundua kuwa kulikuwa na visa 63 vya uchomaji moto shuleni katika mwaka wa 2018 pekee, ambapo wanafunzi walishtakiwa baada ya moto wa bweni mwaka 2001 katika kaunti ya kusini mwa nchi ya Machakos kuwa watu 67 na moto wa bweni mwaka 2024 katika shule ya Hillside Endarasha kaunti ya Nyeri iliwaua wavulana 21.
Tuangazie taarifa nyingine. Waongoza watalii nchini wameaswa kuzingatia sheria za uhifadhi wanapotekeleza shughuli zao ndani ya maeneo ya hifadhi, hatua inayolenga kulinda usalama wa watalii, waongoza watalii na wanyamapori. Wito huo unakuja wakati watafiti wakieleza kuwa baadhi ya vitendo visivyofuata utaratibu vinachangia athari kwa ustawi wa duma katika hifadhi ya taifa ya Serengeti. Jamila Omar kutoka Arusha anatueleza. Duma ni miongoni mwa wanyamapori wanaotajwa na watafiti kuwa idadi yao inaendelea kupungua katika mfumo wa ekolojia wa Serengeti kutokana na sababu mbalimbali, zikiwemo baadhi ya tabia zisizozingatia kanuni za uhifadhi zinazofanywa na baadhi ya waongoza watalii. Pressure kwa duma imekuwa kubwa sana kwenye plains. Moja ya finding niliyoipata kwenye utafiti wangu ni duma sasa hivi wamehamia kwenye woodlands zaidi ya open grasslands. Kwa hiyo ndio maana kwenye mauwazi duma hatuwaoni tena siku hizi. Miaka ya nyuma 10 years ago huku kwenye plains duma walikuwa wamesambaa, wanaonekana sana. Wakati huo huo, baadhi ya waongoza watalii wameeleza kuwa wamekuwa wakitumia pia njia mbalimbali za kuelimishana na kukumbushana kufuata sheria za uhifadhi wanapokuwa ndani ya maeneo ya hifadhi. Na sisi tunapambana sana na hao magaidi ambao wanaenda tofauti kidogo na miongozo yetu na elimu yetu tuliyopata darasani. Tunazungumza, tuna reflect ni nini ambacho tuliona mchana, ni wapi tulikosea, ni wapi tuboreshe. Kwa hiyo tuna taratibu za kuzungumza na pia kuelekezana pale ambapo wenzetu wanakosea. Akizungumza ndani ya hifadhi ya taifa ya Serengeti, mkuu wa kitengo cha mawasiliano TANAPA, kamishna msaidizi wa uhifadhi Catherine Mbena amesema bado kuna baadhi ya waongoza watalii wanaokiuka sheria za uhifadhi. Tumezuia kutembea kwa mwendo kasi unaozidi kilomita 50. Tumezuia kucheza na wanyama. Tukumbuke tu kwamba hawa ni wanyama wa porini na wako katika mazingira yao ya kawaida kabisa ya porini. Ni hatari sana. Wako wewe hatari pia kwa mnyama. Mamlaka za uhifadhi zinaendelea kusisitiza kuwa ushirikiano wa waongoza watalii, watafiti na wadau wengine wa utalii ni muhimu katika kulinda rasilimali za taifa na kuhakikisha wanyamapori wanaendelea kuwa kivutio kikuu cha utalii. Kutoka Serengeti Mara, Jamila Omar, Channel 10. Naam, shukrani sana Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Mvua kubwa imesababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa za pwani ya Afrika Magharibi, ikiwa ni pamoja na Ivory Coast, Ghana na Benin, na kusababisha watu 59 kupoteza maisha Ivory Coast na 12 katika nchi jirani ya Ghana. Akizungumza baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, msemaji wa serikali Amadou Coulibaly amesema baraza la mawaziri linasikitishwa na idadi kubwa vifo mwaka huu kutokana na mafuriko yaliyotokea mwanzoni mwa wiki hii. Hata hivyo, mvua kubwa inatarajiwa katika pwani ya Afrika Magharibi katika siku zijazo, huku ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA ikisema takriban watu milioni 7.5 wako hatarini kutokana na mafuriko. Wanawake wajane wametakiwa kuchangamkia fursa mbalimbali za kiuchumi zinazojitokeza ili kukabiliana na changamoto zinazowabakiza kudharauliwa na kunyanyaswa katika jamii wanazoishi. Marcos Apolinari anafafanua zaidi. Rai hiyo imetolewa jijini Mbeya wakati wa kongamano la wajane lililolenga kuwashirikisha fursa za kiuchumi na kuwasaidia mahitaji muhimu, na hapa viongozi na waandaaji wa tukio hilo wanaeleza. Lakini nia na madhumuni ya kuwaita, tuwape elimu, wabadilike, wajione wao na wao ni binadamu na anaweza kuishi na wakafanya kazi na akasomesha mtoto na akafanya maendeleo. Tutahakikisha haya makundi maalum yanasimamiwa ipasavyo, lakini pia vile ambavyo serikali imepanga kutekeleza kuhusu haya makundi maalum inafanyika. Ni waombe wadau mbalimbali tushirikiane na Mheshimiwa Siricheli Kato ili kusapoti wajane, ili kusapoti watoto yatima, ili kuwasapoti watu walemavu. Wajane wameiomba serikali kuwa sehemu ya kutatua changamoto wanazokabiliana nazo, ikiwemo swala la bima za afya. Changamoto tunazokabiliana nazo mimi kama mjane ni bima ya afya. Bima ya afya ukienda hospitali ni gharama sana. Kwa hiyo hata vipato hatuna.
tungeiomba serikali tusaidie sisi wamama wajane tupatiwe bima za afya. Sisi ni wakina mama ntilie, wengine tunauza nyanya, lakini huwa tunauza mpaka usiku. Kule tunakouza hatuna zile taa za kutusaidia kwamba tukiweka hapa ili tuwe tunamulikiwa. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Na mtazamaji, wajumbe wa Marekani na Iran wamekamilisha duru ya kwanza ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja mjini Doha, wakijadili kuhusu utekelezaji wa mkataba wa makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Qatar na Pakistan ambazo ndio wapatanishi zimesema kumefikiwa maendeleo chanya kati ya Marekani na Iran, huku mkutano unaofuata ukipangwa kufanyika mapema iwezekanavyo baada ya mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yanayoanza kesho Ijumaa mjini Tehran, kabla ya mwili wake kuzikwa Julai 9 katika mji wa kaskazini mashariki wa Mashhad. Spika bunge la Iran na mkuu wa ujumbe wa nchi yake katika mazungumzo hayo, Mohammad Baghir Ghalibaf, amewatolea wito wa Iran kujitokeza kwa wingi katika mazishi ya Ali Khamenei ili kuonesha mshikamano na kuandika kile alichokiita kurasa mtukufu katika historia ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inatupa wasaa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus. Endelea kusalia nasi.